akili na fikra huwa zina tabia ya kukubali kila kitu ambacho wewe unaziaminisha au unaziambia. Kitu kiwe kibaya kizuri, akili inabeba kama kilivyo, na ukiendelea kwa muda mrefu kuiaminisha au kuiambia au kuichakata hicho kitu kwenye akili yako, ndivyo jinsi hicho kitu kinavyotawala akili yako na kukutawala wewe kwenye maisha yako. Kwa hiyo chochote ambacho utaendelea kuaminisha akili itakichukua. Sasa kwa mtu ambaye wewe umepitia changamoto za mahusiano, either mahusiano yamevunjika muda si mrefu au ni muda umepita toka hayo mahusiano yamevunjika, lakini umeshindwa kumsahau huyo mtu, au unapitia kwenye mahusiano ambayo yanakuumiza sana alafu unashindwa kumwacha na kuendelea na maisha yako, kwa sababu kila unapojaribu kumwacha unaona maumivu ni makali. Kwa hiyo unajikuta unamwacha, unarudi tena kwake, unamwacha, unarudi kwake, kwa sababu unashindwa kuhimili yale maumivu ya kutokuwa naye. Yani yale mazoea yako uliokuwa umezoea yanakuwa ni magumu sana kuacha. Yani unaendelea kujikuta unahitaji kuwasiliana naye, hata kama anakujibu vibaya, hakujali, hakuthamini, wewe unajikuta unahitaji kuendelea kwa karibu naye. Sasa kuna mbinu hii nataka nikupe leo ya muhimu, ndio maana nimeanza kwa kusema kwamba kila kitu ambacho unaiambia akili yako na kukisisitiza hicho kitu kwenye akili huwa inakiamini. Kwa hiyo mbinu ya leo ni kujifanya, kuidanganya akili, kupretend na kuiaminisha akili yako tofauti na vile ambavyo imekuwa ikiamini. Kama umesha kusikia watu huwa wakati mwingine mtu anaweza akapata ajali au changamoto fulani ambayo ikamfanya apoteze kumbukumbu, apoteze memory juu ya vitu ambavyo vilitokea kwenye maisha yake nyuma. Kwa hiyo kinachokuumiza wewe ni hizo kumbukumbu hizo nazo. Yani vitu vingi ambavyo unashindwa kuendelea kupiga hatua ni kwa sababu tayari kichwani una picha fulani za kuhusiana na hayo mahusiano au kuhusiana na huyo mtu, na ndio vinavyokuzuia ushindwe kuendelea mbele, ushindwe kumwacha, ushindwe kutulia usipohusiana naye. Kwa hiyo sasa tunataka sasa hivi uifanye akili yako iweze kujitahidi kusahau, na kusahau kwa njia ya kupoteza hiyo kumbukumbu, kupoteza hiyo memory. Hii ni una pretend, unajifanya kama vile umepoteza kumbukumbu, unajifanya kama vile umesahau, unajifanya kwamba hukumbuki kabisa. Kwa hiyo unapochukua hatua labda ya kujiweka mbali kidogo na huyo mtu, na unapoanza kuhisi maumivu, ni kwa sababu umekuwa ukiyawaza yale mambo, ukiyakumbuka yale mambo, ukikumbuka ile connection. Kwa hiyo sasa hivi anza kujekea hali ya kutokukumbuka. Jekee kama vile ni kitu ambacho hakijatokea kabisa kwenye maisha yako. Kila wakati kwenye akili yako yale mawazo kuhusu mambo mabaya yaliyotokea yanapokuja, jitahidi kwa haraka sana pia kujikumbusha kwamba wewe hujapitia hayo mambo. Jikumbushe kwamba wewe umepoteza memory. Jikumbushe kwamba wewe huna hizo kumbukumbu. Kwa hiyo huhitaji kukaa kutafakari mazuri wala mabaya ya huyo mtu, kwa sababu maumivu unayoyapitia, uchungu unaopitia, huzuni ulionayo kwa asilimia kubwa inaletwa na mawazo ambayo unayakumbuka mara kwa mara kwenye akili yako. Hayo mawazo, zile picha ambazo unaziimagine, jinsi unavyotafakari kwamba kwa sababu ilitokea hivi basi itatokea hivi, jinsi ambavyo unafikiria kwa sababu hamuongei sasa ndio amekuacha kabisa, ndio kwamba hamtakuwa pamoja, ndio kwamba maisha yako hayatawezekana tena, hautakuwa na furaha. Yani vitu vyote hivyo unavyoviwaza inabidi
vifutike, maana hivyo ndivyo vinavyokuletea uchungu na maumivu na kukufanya uwe katika hali hiyo ulionayo. Kwa hiyo haijalishi kwamba mpo pamoja, unataka kujipa space kutoka kwake kidogo au mmeachana, cha msingi sasa hivi jitahidi kuishi kama mtu aliyepoteza kumbukumbu. Hizo ni kumbukumbu mbaya na unaelewa kabisa kwamba kinachokuumiza ni hizo kumbukumbu. Kama hivyo vitu vyote visipokuwepo, hizo kumbukumbu zisipokuwepo, au kama ingetokea kwamba kwenye maisha yako haujawahi kabisa kuwa na mahusiano na huyo mtu, maana yake hiyo part ya huo uchungu kutokana na mambo yaliyotokea katika hayo mahusiano isingekuwepo, na wala ungekuwa huumii. Ni kama vile ambavyo kuna aina ya mahusiano ambayo hujayapitia wala haumii kwa sababu ya vitu ambavyo hujavipitia. Ni mpaka pale uko mbeleni labda ukapitia mahusiano fulani yakakuumiza, ndipo sasa utaumia. Lakini kwa sasa hivi hauwezi kuumia juu ya kitu ambacho hakija kutokea kwenye maisha yako. Ndio maana inabidi ujitahidi kupretend kama vile haujawahi kupitia hayo mahusiano. Na kwa nini upretend? Unaweza kusema nini, kwa nini pretend wakati ndio uhalisia? Upretend kama hujawahi kupitia haya mahusiano kwa sababu wewe una uwezo wa kupretend. Kupretend unaweza, na wala hupungukiwi kitu kuidanganya akili yako kwamba hichi kitu hakijatokea, na unaweza kuidanganya. Na kitu kizuri ni kwamba kama nilivyosema mwanzoni kwamba akili inapokea kitu kama kilivyo. Haiangalii ni kibaya au kizuri, ila hicho kitu kikiendelea kusisitizwa kwenye akili kwa muda kidogo, akili inakiamini hicho kitu. Kwa hiyo ukiendelea kusisitiza kwenye akili yako kwamba hichi kitu hakijatokea, ukiendelea kusisitiza kwenye akili kwamba hii sio memory kwenye maisha yangu, ukiendelea kusisitiza kwenye akili yako kwamba hii si kitu ambacho natakiwa niendelee kuiwaza kwa muda mrefu kwa sababu haijatokea, au ilitokea ndio lakini sasa hivi nimepoteza memory, sikumbuki, sina connection yoyote, kwa hiyo haitakiwi kuendelea kuwa topic kubwa kwenye akili yangu kwa muda kidogo. Ukiendelea kukumbusha mara kwa mara akili yako, basi itafika muda akili itaamini hivyo, na sasa utajikuta unaishi katika mazingira ya kutokumfikiria sana huyo mtu, kumkumbuka wala kuumia, na utakuwa una amani. Kwa hiyo hii ni technique ndogo lakini ni kubwa sana, na inaweza kukusaidia kupona kwenye hayo maumivu, kumove on haraka na kuendelea na maisha yako, kama vile ambavyo umekuwa ukiaminisha akili yako kwamba kuhusiana na huyo mtu, kuhusiana na hilo swala, kwamba kila wakati unalifikiria, unawaza, unasema kwa nini kanifanyia hivi, unawaza mbona imetokea hivi, unawaza mbona mimi maisha yangu yapo hivi. Hayo mambo tunayowaza, kuanzia sasa ukiamua kuyafuta, yatafutika. Kama vile ambavyo umeyawaza sana na yakawa topic kubwa kwenye akili yako, basi pia unaweza kuyafuta yakapotea na yasiwe topic kabisa kwenye akili yako, na kurudisha amani kwenye maisha yako. Na imani utakuwa umenielewa na hii technique itakusaidia. Basi usisahau kusubscribe kama hujasubscribe, like, weka comment yako hapo niambie kama umenielewa. Share hii video iweze kuwafikia watu wengi, na watu wengine pia wapate kuelewa na kujifunza kupitia mafunzo haya, na gusa kengele ili nikiposti tena uwe wa kwanza kusikiliza. Mpaka wakati mwingine, chao.